Amen. Naomba tujifunze dakika zilizobaki. Rikarabashatarabasaya. Usisahau kwamba Bwana ni sababu ya kila kitu ulicho nacho. Usisahau. Bwana ni sababu ya kila kitu ulicho nacho. Afya ulionayo ni sababu ni Bwana. Haleluya. Tukajifunze jambo moja linalosema ruhusu akili yako ijue Mungu. Ruhusu akili imjue Mungu. Ruhusu akili imjue Mungu. Ruhusu akili imjue Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 14 mstari wa 2 na wa 3. Mstari wa 2 na wa 3. Ruhusu akili imjue Mungu. Asante Bwana. Zaburi sura ya 14 mstari wa 2 na wa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruhusu akili imjue Mungu. Ruhusu akili imjue Mungu. Haleluya. Kwa nini kuruhusu akili imjue Mungu? Tukisoma kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 8 na wa 10. Kitabu cha Efeso 5:8 anasemaje? Sura ya 5 mstari wa 8. Ndiyo. Neno la Mungu inasema, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Naomba uketi. Kwa maana ninyi mlikuwa giza. Sikia, haisemi kwa maana ninyi mlikuwa gizani. Inasema kwa maana ninyi mlikuwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema sasa mmekuwa nuru. Haisemi mmekuwa nuruni. Mmekuwa nuru. Kwa anaposema kwa maana ninyi zamani mlikuwa giza. Giza ni mahali ambapo pana wasiwasi, hapaonekani. Ni mahali ambapo pamejificha, huwezi kuona kitu kwa usalama, kwa uharaka. Kwa maisha yetu, kwa kuwa yalikuwa giza, kila kitu kilikuwa giza, kila kitu kilikuwa hakiwezekani, tulikuwa hatuonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Giza ni mahali ambapo huwezi kuonekana. Kwa sisi tulikuwa hatuonekani. Amen. Sasa kwa nini kuifundisha akili kumjua Mungu? Kwa sababu usipoifundisha akili, bado itaendelea kukuambia wewe ni giza. Bado utaendelea kuwa mtu wa giza. Utaendelea kuwa na maisha ambayo siyo ya nuru. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa akili bado haujakutambulisha ya kwamba wewe ni nuru. Bado uko gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anasema toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone mtu mwenye akili amtafutaye. Aliwachungulia wanadamu aone kama wametambua kwamba wako nuruni, kwamba wao ni nuru. Kwenye kitabu cha Mathayo Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa Mungu anachungulia duniani aone watu ambao wanajitambua kuwa ni nuru. Na kama ni nuru, nini faida ya nuru? Nuru unatembea kwa uhuru, uko comfortable. Kitu ambacho kilikuwa hakionekani kinaonekana.
ni mahali peupe, pana mwangaza. Leo hii ni anga, ni nuru imetokea. Wewe ndio huo mwanga. Mahali ulipo wewe hapawezi kuwa giza tena, hapawezi kuwa na hatari. Mahali ambapo usiku mtu anaogopa, pakiwepo nuru, rakasaparudebaya sekedibo, pakiwepo nuru mtu haogopi. Wewe mahali ambapo palikuwa hapawezekani, kwa sababu uko wewe, panaanza kuwezekana. Mahali ambapo palikuwa hapazai mema, ukiwepo wewe, panaanza kuzaa mema. Mahali ambapo palikuwa na uchungu, ukiwepo wewe, panaanza kuwa na furaha. Huzuni inaondoka, kwa sababu wewe nuru yako haiwezi kuruhusu huzuni, kwa sababu huzuni ni jamii ya giza. Lakini ukijitambua wewe ni nuru, unajikuta mahali penye huzuni unaleta furaha, maana wewe unaleta mwangaza, unaleta kitu ambacho wengine walikuwa hawana. Paulo katika kitabu cha Wafilipi 4:4 anasema furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Wakati Paulo anaongea hayo maneno, yuko gerezani ambapo wengine wanalia, ambapo wengine wanajuta. Paulo anaandika ujumbe, anawaandikia watu walioko nje, anawaambia furahini katika Bwana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni nuru, hawezi kuharibiwa na giza. Mtu ambaye akili yake imechunguliwa na Bwana, akampokea huyu mtu, akampokea Yesu, akili yake imeangaziwa na Mungu, tayari utendaji wake unakuwa tofauti na jana. Matendo ya giza hayawezi kuendelea kwa mtu ambaye ufahamu wa Mungu umeingia ndani yake. Haleluya! Kwa nini kuifundisha akili imjue Mungu? Kwa sababu huko ndiko ambako bila elimu au bila kumjua Mungu, ufahamu ukiwa giza, na wewe uko giza. Bwana asifiwe sana. Ufahamu ukitiwa maarifa, tayari unaanza kuwa na maarifa mwili mzima. Kwa sababu akili isipokuwa na maarifa, akili isipokuwa na mwangaza, na wewe uko gizani. Kitu usichokielewa, hata wangekupatia hapa, uweze kukitumia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ufahamu, akili haijui kukitumia. Kwa Mungu anasema alichungulia duniani aone mtu mwenye akili amtafutaye Bwana. Katika agano hili anasema alipoona, akaona hakuna mtu. Amen. Akaona hakuna mtu amtafutaye Bwana. Utajiuliza, huyu mwandishi alikuwa na maana gani? Alikuwa na maana hii: watu ni sawa, wako na Mungu, ni watu wa Mungu, lakini ule uwezo wa Mungu wao bado hawajaanza kuutumia, hawajaanza kujua bado. Bwana asifiwe sana. Mungu anatafuta mtu mwenye akili ambaye atamuelewa Mungu, ambaye atamjua Mungu, alafu huyu mtu aanze kuyatumia maisha ya Mungu katika uwanadamu wake. Changamoto inakuja, mtu anaelewa Mungu yupo, lakini haamini katika uwezo wa Mungu. Mstari wa kwanza wa Zaburi hii anasema, mpumbavu amesema hakuna Mungu. Kwa mtu anamjua Mungu yupo kabisa, lakini kuamini uwezo ule wa Mungu bado. Na ili uamini uwezo wa Mungu, lazima urudi kulielewa neno, na hatulielewi neno kupitia moyo, tunalielewa neno kupitia akili. Akili ndiyo inayoelewa, inayochukua
Kwa nini? Katika akili kuna kufikiri, kuna kuelewa, kuna kujifunza, kuna kupanga, kuna kutatua matatizo na kuchukua maamuzi sahihi. Vyote vinafanyika kwenye akili.